Ya maendeleo ya kikosi yanakwenda vizuri sana tena sana. Tuko katika uwanja wa mazoezi, vijana wetu wakiendelea na program thabiti ya mazoezi chini ya mwalimu Steven Becker, na mipango yote inakwenda vizuri kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mtibwa Sugar. Tayari tumeshapokea taarifa ya mchezo huo na maandalizi yameshaanza kuelekea mchezo huo. Kikosi kwa wachezaji ambao huenda wakakosekana ukiondoa mlinda mlango na mlinda mlango Yakubu na Pimpini Kamara, kuna wengine pia watakosekana kwenye game hiyo? Ya kikubwa tutakao wakosa ni wale ambao wamefungiwa ama wana adhabu ya mechi 5, kwa maana ya Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante, lakini vile vile tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wenye majeraha, Yakubu Suleiman, Musa Kamara, Abdulrazak Hamza, ambao hao bado wanaendelea na matibabu. Okay, kwenye dirisha hili dogo la usajili tayari kuna taarifa kwamba kijana kutoka yule Mbeya City mmemsajili. Tutarajie pia kumuona kwenye game hiyo pia? Sina hakika na ukamilifu wa usajili wake, bado taarifa zake hazijafikia dawati langu. Kama itakuwa hivyo basi na atakuwa ameshakamilisha kila kitu, tutamtangaza kabla ya mechi ya tarehe 18 dhidi ya Mtibwa Sugar, na kwa mantiki hiyo maana yake ni kwamba atakuwa sehemu ya kikosi katika mchezo huo. Mchakato wa usajili unakwendaje Simba mpaka hivi sasa? Mpo kimya sana? Ya mchakato unakwenda vizuri sana, tena unatia faraja na matumaini makubwa kwa aina ya wachezaji ambao tumewasajili ama tuna usajili mpaka muda huu. Tunaendelea kukamilisha taratibu za mwisho kabisa ambazo baada hizo kukamilika tutatoka hadharani na kuwatangazia wanasimba. Kimsingi ni kwamba sio tuko kimya, tuko kimya kwenye kutangaza, lakini chini huko kazi zinaendelea za kuzungumza na wachezaji, kukubaliana nao mambo mawili matatu, na mipango yote kisha kuwa hadhiri tutawatangazia. Kwa mujibu wa taarifa kwamba kwenye dirisha hili dogo mmejipanga vizuri na usajili ambao unaofanya ni mkubwa zaidi kwa wachezaji, hili likoje? Usajili mkubwa kwa maana ya ubora wa wachezaji ambao tunawasajili, sio idadi ya wachezaji. Kwenye ubora. Yes, tutasajili wachezaji wachache lakini wenye ubora mkubwa ambao wanakuja moja kwa moja kuongeza thamani na ubora kwenye kikosi chetu. Wachezaji ambao tunawasajili ni wachezaji ambao tumejiridhisha, tumewafuatilia na tunaamini kabisa ya kwamba tukiwapata na kuja kujiunga nasi timu yetu itakuwa na mabadiliko makubwa sana, hasa kwenye eneo la kiufundi. Na ripoti ya kocha, mmelenga kusajili wachezaji wangapi dirisha hili dogo? Yaani ngumu kutaja idadi, lakini yako maeneo ambayo tunahitaji kuboresha. Eneo la ulinzi tunahitaji kufanya maboresho kidogo ili kuongeza ugumu wa kikosi chetu, kwa maana ya kutengeneza ukuta usiopitika, lakini vile vile tunakusudia kuongeza wachezaji katika eneo la mbele ili kuongeza ubunifu, nyumbulifu, kuongeza upatikanaji na utengenezaji wa mabao. Kwa hiyo nako tuko sokoni kuangalia mtu sahihi ambaye anaweza kuja kuongoza jahazi katika eneo hilo. Kuna taarifa kwamba kocha anahitaji maelekezo kuhusiana na eneo la goalkeeper, kwamba kama Pimpini Kamara hayuko sawa basi muingie sokoni. Hizi taarifa zikoje, na mna mpango pia kuongeza mlinda mlango eneo hilo? Ya kama magolikipa wetu watachelewa kurejea uwanjani, basi hatuna budi kufanya mabadiliko, kuongeza mlinda mlango mwingine kwa ajili ya kuja kuokoa jahazi, kwa sababu kipa namba 1 yuko kwenye matibabu, namba 2 vile vile yuko kwenye matibabu. Kwa hiyo tunawajibika kwa namna yoyote ile kutafuta mlinda mlango mwingine kwa ajili ya kuja kuokoa jahazi hapo. Na huyo mlinda mlango atatokea ndani ya nchi ama nje ya nchi? Popote tu pale, tukijiridhisha kwamba huyu ni mlinda mlango mahiri, mzuri, bora, tunamchukua bila kujalisha anatokea sehemu gani ya dunia. Lakini wana Simba wafahamu kwamba mnataraji kusajili wachezaji bora zaidi kwenye dirisha hili dogo. Hilo ndio jambo la msingi ambalo na Simba wanapaswa kulichukua kutoka kwangu. Kuna Msenegal anahusishwa pia, raia wa Senegal, kwamba huenda Simba mambo safi. Tusubiri muda ukishafika, tutaanza kufyatua moja baada ya mwingine. Unajua sisi sio watu wa maonesho, sisi ni watu ambao tunafanya vitu vyetu kwa weledi,
tukikamilisha mipango yetu tunafyatuka hadharani. Abraham Musa bwana, kuna tetesi zinazungumzwa kwamba kandarasi yake inaelekea tamati na kuna klabu zimeanza mazungumzo naye. Hili likoje Ahmed? Waje wamchukue, waambie waje wamchukue. Waje wamchukue, waambie. Waje wamchukue hivi tu. Si wanafikiri mchezaji anaweza akapatikana tu kwa kujitamanisha. Waje wamchukue, sisi hatuna taabu, waje wamchukue. Kwamba wamechungulia bwana kwamba hapa kuna gap. Waje wamchukue. Wewe watangaze bana, anemtaka Morris Abraham aende akamchukue Simba. Na nyinyi Simba mko tayari kumruhusu? Waje wamchukue, waje wamchukue. Waje wamchukue. Kama cha mwanaume kinalika, waje wamchukue. Mbona kicheko na maneno ya mbona kicheko na maneno ambayo bila shaka tuseme maneno gani? Yani umetumia neno tafsiri. Waje sio namtaka bwana. Morris Abraham. Kama cha mtu kinalika. Waje tu mchukue. Umechungulia kwamba kandarasi yake kwamba inaelekea ukingoni. Ndio aje sasa. Wasihangaike sana Saidi. Wasihangaike sana. Waambie tu bwana, anayemtaka Morris aende akamchukue. Watajua kama sumu inalambwa au hivi. Okay, sawa. Lipi neno lako kwa wana Simba hasa kuelekea kwenye msimu wa mashindano wa ligi, mwendelezo wa mashindano, lakini pia ushiriki wa michuano ya kimataifa? Kwa sasa mimi ni waambie wana Simba tunapaswa kuwa watulivu, tuendelee kuiunga mkono Simba yetu, tuendelee kuipambania Simba yetu. Hatuna timu nyingine zaidi ya Simba Sports Club, kwa hiyo tunapaswa kuikezea kila kitu kwa maana ya nguvu, akili, maarifa na juhudi zote kuhakikisha kwamba Simba yetu inakuwa bora kila nyakati. Kwa sasa tupo kwenye maboresho ya kikosi, tutafanya hivyo, tutaleta wachezaji wazuri bora sana ambao tunaamini watakuwa msaada mkubwa kwenye maendeleo ya timu yetu. Baada ya hapo tutakwenda kwenye mashindano. Kwanza tumalizane na Mtibwa Sugar, tukitoka hapo tuwekeze nguvu kubwa kwenda kupata alama, kwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo wetu dhidi ya Esperance. Basi ni kushukuru sana kwa ushirikiano wako mzuri kabisa Ahmed Ally. Asante sana. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.